Até foi família. A Jessica. Huyo hapa na translate Kiarabu anakaa kwa waziri mkuu. Wewe pembeni ya Jessica. Shikamoo Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye kituo chetu cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere ambacho kina uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni miongoni mwa uwekezaji mkubwa kabisa uliowahi kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye sekta yetu ya umeme. Kituo hiki kimejengwa kwa malengo makubwa matatu Mheshimiwa Rais. Kwanza ni kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia kuimarisha gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, pia kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme linalokuwa kwa kasi, lakini pia Mheshimiwa Rais ni kuiweka nchi yetu kama kitovu cha biashara ya umeme kwa nchi za Afrika Mashariki na Kusini. Mheshimiwa Rais, kituo chetu cha Julius Nyerere kimejengwa kwenye eneo la Mto Rufiji Mheshimiwa Rais, na kilifanywa usanifu wa kuwa na mitambo 9 ya kuzalisha umeme, na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235 na kufanya jumla ya megawati 2115 kwa uzalishaji wa mashine zote 9. Mheshimiwa Rais, serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 2018 kupitia TANESCO tulisaini mkataba na ubia wa makampuni mawili, kampuni la Arab Contractors na Saudi Electric. Makampuni yote mawili Mheshimiwa Rais ni kutoka Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Siku moja kabla, tarehe 11 mwezi Disemba mwaka 2018, serikali ilikasimisha kazi ya kusimamia mradi huu kwetu TANESCO kupitia mkataba uliosainiwa siku hiyo hiyo. Lakini tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 2019 tulisaini mkataba sisi na wakala wa barabara hapa TANROADS kwa ajili ya masuala ya ushauri na kusimamia mradi huu. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni kazi kubwa ya kihandisi pamoja na miundombinu ya kisasa na ya kimkakati. Mheshimiwa Rais, kuna mambo kama 6 yako hapa kwenye kituo hiki ambayo yanajumlisha uwepo wa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Kwanza, tuna bwawa kubwa lenye uwezo wa kuhifadhi maji mita za ujazo bilioni 32.78, na kina cha juu Mheshimiwa Rais cha bwawa letu ni mita 184 juu ya usawa wa bahari, na kina cha chini ni mita 163 juu ya usawa wa bahari. Mheshimiwa, maji yanayokuja hapa yanatoka kwenye vyanzo vitatu vikubwa. Kwanza ni mto Kilombero unachangia 65%, mto Ruwegu unachangia 19%, na mto Ruaha unachangia 15%. Mheshimiwa Rais, kuna ujenzi wa tuta kuu, kitaalamu tunaita main dam. Eneo hili ndio mhimili wa kituo chetu Mheshimiwa Rais. Tuta hili lina urefu wa mita 1036, lakini katikati hapo kina ni mita 131 kwenda chini. Tuta hilo Mheshimiwa Rais huko chini lina upana wa mita 100, lakini kulingana na usanifu kadri linavyokuja juu lina upana wa mita 10. Mheshimiwa Rais, kulingana na eneo hili lilivyo na usanifu wa mradi, ilitulazimu kujenga matuta mengine madogo 4 ambayo kazi yake ni kuzuia maji yasitoke kwenye njia zisizo rasmi nje ya eneo la bwawa. Mheshimiwa Rais, eneo la pili muhimu tuna jengo la mitambo, ndio hili hapa Mheshimiwa Rais. Jengo hili kitaalamu tunaita powerhouse. Jengo hili lina urefu wa mita 307.34 na upana wake ni zaidi ya mita 57, na kina kwenda chini Mheshimiwa Rais ni mita 85.8. Kwenye jengo hilo Mheshimiwa Rais ndio zimefungwa mashine za kisasa 9 za kuzalisha umeme pamoja na transformer 27 ambazo kazi yake Mheshimiwa Rais ni kuongeza msongo wa umeme kutoka kilovoti 15.75 hadi msongo wa kilovoti 100. Mheshimiwa Rais, mitambo iliyofungwa kwenye kituo hiki ni ya kisasa na ndio mitambo inayotamba ulimwenguni kwa matumizi ya mashine za kuzalisha umeme kwa kutumia maji. Mheshimiwa Rais, tuna kituo cha kupokea na kusafirisha umeme tunaita switchyard, ambayo ukubwa wake ni zaidi ya mita za mraba 5875. Hapa Mheshimiwa Rais ndio tunaupokea umeme unaozalishwa hapa, tunauingiza kwenye njia za kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 400 kutoka hapa kwenda Chalinze, na safari ya kuwahudumia wateja wetu kwa umeme unaozalishwa hapa inaanzia hapo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Ujenzi wa kituo hiki umetusaidia kupata miundombinu mingi sana wezeshi. Tuna nyumba za watumishi, tuna kijiji hapa nyumba 84, tuna majengo mazuri Mheshimiwa Rais ya kufanya kazi zetu, na zahanati, kuna maeneo ya michezo na burudani. Lakini Mheshimiwa, sisi na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi tunakushukuru
Ujenzi wa kituo umetupa daraja kubwa la kudumu, lina urefu wa mita 250, lina uwezo wa kubeba mizigo hadi ukomo wa tani 250 na linatumika kwetu pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kituo hiki kwa sasa kina watumishi 161 ambao wanaendelea na shughuli za uendeshaji, matengenezo yanapobidi na usimamizi wa miundombinu. Mheshimiwa Rais, tunafurahi kukuambia kwamba kituo hiki pamoja na kuendeshwa kwa teknolojia ya juu, lakini tunaendesha sisi wenyewe. Watoto wako walioko hapa wanaweza kuendesha mitambo hii bila msaada wa mtu yoyote. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa kituo hiki umegharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapato ya ndani jumla ya shilingi trilioni 7.45, na hadi kufikia mwezi huu Mheshimiwa Rais, mkandarasi ameshalipwa zaidi ya trilioni 7.11, karibu 96% ya mapato yote. Mheshimiwa Rais, mkandarasi bado tunaye hapa kwa kipindi cha miaka mitatu ya matazamio, atakuwepo mpaka mwezi Machi mwaka 2028. Mheshimiwa Rais, tulianza hapa kuzalisha umeme mwezi Februari mwaka 2024 baada ya mkandarasi kutupa mashine ya kwanza, unakumbuka Mheshimiwa Rais. Lakini mwaka 2024 na 2025 kituo hiki kimechangia 43.5% ya umeme wote ulioingizwa kwenye gridi, na mwaka huu Mheshimiwa Rais, kituo kimechangia nusu ya umeme wote ulioingia kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi zinaonyesha wazi kabisa kwamba kituo cha Julius Nyerere tayari kimekuwa mhimili mkubwa kabisa wa nishati na kimeboresha sana hali ya upatikanaji umeme kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, management na watumishi wote na wadau wote kwenye sekta, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Tunashukuru sana kwa uongozi wa dhati na kuamua kuwekeza kwa kiwango hiki kikubwa kwenye sekta yetu ya nishati. Sisi tunaamini kabisa bwawa hili sio tu limeongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia limefungua ukurasa mwingine kwa maendeleo ya viwanda, biashara, uwekezaji pamoja na maendeleo ya wananchi mmoja mmoja. Faida za bwawa hili Mheshimiwa Rais ziko nyingi. Kwanza, wakati wa ujenzi wa mradi huu zaidi ya 95% Mheshimiwa Rais waliofanya kazi hapa ni Watanzania. Mkandarasi alikuwepo, alikuwa na watu wachache, lakini watumishi wengi walikuwa ni wa hapa. Tunaamini kufanya kazi kwao hapa kwenye mradi mkubwa, wamepata ujuzi wa kutosha na wanaweza wakawa wanatoa ushindani mkubwa kwenye soko la ajira hapa na nje ya hapa. Mheshimiwa Rais, pia mhandisi mshauri wa mradi huu alikuwa ni Mtanzania. Pia tunaamini kwa yeye kushiriki kwenye mradi mkubwa kama huu amejenga uwezo na imeonyesha uwezo wetu kabisa kwamba Watanzania tunaweza tukasimamia miradi mikubwa na tukaimaliza, na yeye mwenyewe pia amejenga imani na uwezo kwamba anaweza kushindana popote akiomba kazi kwa ajili ya kutafuta kazi. Kama Mheshimiwa Rais, tunatambua pia kituo cha Julius Nyerere pia ni mhimili wa usalama wa taifa letu. Kwa hiyo tunakuahidi Mheshimiwa Rais, tutaongeza na kuboresha mifumo yetu ya udhibiti, matengenezo, ili matengenezo yasije kaleta dosari kwenye mitambo yote, lakini pia tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha panakuwa na ulinzi madhubuti ili kuhakikisha eneo hili haliwezi kuhatarishwa kiusalama. Mheshimiwa Rais, pia uendelevu wa uzalishaji umeme hapa unategemea maji ya kutosha. Kwa hiyo tunakuahidi pia tutaendelea kushirikiana na wadau wote wa mazingira kuhakikisha tunalinda vyanzo vya maji vinavyolisha ile mito mitatu inayotiririsha maji kwenye bwawa letu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maamuzi ya kimkakati na kuwekeza kiasi hiki kikubwa kutumia mapato ya ndani. Hatua ile Mheshimiwa Rais imeonyesha uwezo wetu wa kutekeleza miradi mikubwa inayoweza kutumika kwenye kizazi cha sasa na vizazi vijavyo, na hasa tumetoa ujumbe Mheshimiwa Rais kwamba tunaweza tukafanya mambo yetu tukiamua, na huu mradi ni kielelezo cha kutosha. Mheshimiwa Rais, hayo ni maelezo mafupi. Naomba kwa kibali chako nipitishe kwenye picha kidogo hapa zinazoonyesha ulipofika hapa mwaka 2022 hali ilivyokuwa na hali ilivyo sasa. Mheshimiwa Rais, mimi na wenzangu wote tunakuahidi, tunafahamu kwamba kituo hiki kumalizika ni mwanzo wa kazi nyingine ya kuendesha hii mitambo, kuitunza na kuhakikisha shughuli zetu hazileti dosari kwenye mitambo. Tunajua Watanzania wamewekeza hisia zao kubwa sana kwenye bwawa. Tunakuahidi Mheshimiwa Rais, hatutakuangusha, na tunakushukuru sana kutupa nafasi ya kufanya kazi na wewe kwenye serikali yako Mheshimiwa Rais. Asante sana. Asante Mheshimiwa Rais. Pembeni hapa tunayo picha zinazoonyesha picha Mheshimiwa Rais zinazoonyesha lile ni tutaku, tutapata nafasi ya kukupeleka, ndivyo linavyoonekana sasa.
Almost and completed. Yes. Hizi ni intake channel ambazo zinatumika kupitisha sasa maji yanayotoka kule kushuka chini umbali wa kilomita 100 kushuka chini kwa ajili ya kuzungusha mitambo yetu ya kufua umeme. Hapa ndio tulipo Mheshimiwa Rais, jengo la mitambo. Hapa ndio kuna mitambo yetu 9 ya kufua umeme, kila mmoja megawati 235. Kuna transformer 27 huku nyuma ambazo kazi yake ni kuongeza uwezo wa umeme kutoka msongo wa kilovoti 1575 mpaka msongo wa kilovoti 400. Hiki ni kituo chetu cha kupokea na kusafirisha umeme, tunaita switchyard. Hapa Mheshimiwa Rais, tunapokea umeme uliozalishwa hapo na tunauingiza kwenye njia zetu msongo wa kilovoti 400 kutoka hapa kwenda moja kwa moja Chalinze, na safari sasa ya kwanza kuwahudumia wateja wetu kwa umeme unaozalishwa hapa inaanzia hapa. Hapa Mheshimiwa Rais, ndio nilikuwa nakueleza hapa Mheshimiwa Rais, ndio nilikuwa nakuonyesha kwamba kulingana na usanifu wa eneo hili ilibidi tujenge hizi saddle dams 4 ambazo maji yakijaa yasije yakatoroka sasa kwenda kwenye maeneo mengine na bwawa letu likakosa maji. Hapa Mheshimiwa Rais, ni hili daraja nililokushukuru na pia kwa niaba ya wenzangu ndio pamoja na wenzangu. Hili daraja lina urefu wa mita 250 lakini lina uwezo pia wa kubeba mizigo hadi ukomo wa tani 250. Pale mwisho Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Tuna barabara za kudumu hapa zenye urefu wa kilomita 43. Zimependezesha maeneo lakini pia zinatunza mazingira, zimetusaidia movement zetu kutoka eneo moja kwenda jingine. Eneo hili ni kubwa sana. Kule mwisho Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Kile ni kijiji chetu ambacho tumekipata baada ya kukamilika kwa mradi. Ni nyumba 86 za watumishi, majengo ya ofisi, zahanati na maeneo ya michezo na burudani. Hapa Mheshimiwa Rais, kuna watumishi 161 lakini tunakushukuru sana. Tulipata kibali chako mwaka jana cha kuajiri na tumeajiri watumishi 46 ambao wao walikuwa sehemu ya kufanya kazi na mkandarasi toka mradi huu umeanza. Kwa hiyo wamejenga historia na uwezo mkubwa. Tulipoomba kibali Mheshimiwa Rais ukaturuhusu na tumewaajiri, ni sehemu ya watu wanaotusaidia kuendesha mitambo yetu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais, asante sana. Asante Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni la kwenda kwenye eneo lililoandaliwa, lakini tutakuomba wewe ubaki, viongozi wengine watangulie, watakulaki katika eneo lile. Tutamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Egypt, mgeni wako Mheshimiwa Desina, Makamu wa Rais Mheshimiwa Balozi Nchimbi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wa nishati wa Tanzania na Egypt. Tutaomba waheshimiwa wakuu wa mikoa. Tutaomba Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki tutangulie kwenye eneo ambalo limeandaliwa, alafu mwishoni tutamlaki Mheshimiwa Rais kwa ajili ya tukio linalofuata. Asante sana viongozi niliotaja, naomba tuweze kuelekea. Ukimaliza niambie. Ukimaliza kwa panga niambie. Waziri kama ilivyo ukuta wa eneo hili la hapa Julius Nyerere Hydro Power Plant. Nitakuomba kwa heshima kubwa utamuongoza mgeni wako Prime Minister from Arab Republic of Egypt to pull the curtain left and right. So Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nita count down 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye!
Kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere megawati 2115 kimezinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 22 Agosti 2026. Makofi mengi sana tena. Nitaomba Mheshimiwa Rais uridhie picha kumbukumbu, ubaki wewe Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu wa Egypt na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania. Asante. Picha inayofuata Mheshimiwa Rais na Waziri Mkuu wa Egypt. Waziri Mkuu wa Egypt na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba wakuu wa vyombo tafadhali, wakuu wa vyombo. Wakuu wa vyombo. Wakuu wa vyombo. Mheshimiwa Makamu wa Rais na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wakuu wa vyombo, tunaomba tuende upande wa pili. Upande wa pili wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutaomba wakuu wa vyombo wengine five to six. Waziri wa Nishati upande ule ili to balance. Asante. Nitaomba picha inayofuata baki Mheshimiwa Rais peke yake. Waheshimiwa viongozi, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu na viongozi wote tunaomba tutangulie kwenye eneo kwa ajili ya kukata utepe. Please, may I call Dr. Adesina? May I call Dr. Adesina, please? Okay, naomba waziri, naibu waziri, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati baada ya Adesina, baada ya Tunaomba hiyo picha kidogo tusogee hivi tuweze kupata. Yeah. Asante Dr. Adesina. Naomba wizara, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Umeme Tanzania TANESCO. Tunaomba kule pembeni tuache nafasi tupate picha nzuri, tuache nafasi. Twange mkurugenzi mkuu wa TANESCO. Tunaomba hiyo waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu kama yupo. Mwenyekiti wa bodi ya TANESCO kama yupo. Mwenyekiti wa bodi ya TANESCO tafadhali, mwenyekiti wa bodi ya TANESCO upande wa pili kule, upande wa pili.
Asante. Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni kwenda kukata utepe katika jengo hili la mtambo ambalo linaitwa Power House. Naomba watu wengine wote wakae pembeni, tumruhusu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kutembea katika zulia lililoandaliwa. Asante. Kama picha imekaa vizuri. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, tunakuomba uende pamoja na Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mashaka Doto Biteko, upande ule wa pili. Asante. Mheshimiwa Rais, nitaomba kwa heshima kubwa aliyoandaliwa aweze kusogeza kifaa maalum kitakachotumika kuweza kukata utepe huu. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais, huku ndiko umeme unakozalishwa. Tunakuomba kwa heshima na taadhima uweze kutembea kwenye jengo hili ili uweze kujionea namna umeme unavyozalishwa. Nitaomba tuachie nafasi, tuwape nafasi waheshimiwa viongozi, Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi alioambatana nao. Na Mheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, kama mlivyojionea, kiongozi wetu, rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshazindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kinachotoa megawati kama mnazoziona 2115. Tumeliona zoezi hilo kupitia screen zetu, na sasa hivi Mheshimiwa Rais anachokifanya, anatembea kwenye lile jengo ambalo ndani kule ataweza kuona zile mashine 9 zina namba 1, 2, 3 mpaka 9. Mheshimiwa Rais, tuko ndani ya Power House. Nitaomba tunasogea taratibu namna hiyo, namna makofi mengi na vigelegele. Tuangalie upande ule wa kushoto.
Asante sana Mheshimiwa Rais Tanzania. Mheshimiwa Rais Tanzania, tumewasha, ndoto yatimia, mpango umetekelezwa. Naomba tupige makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais, niwaombe wakuu wa vyombo na viongozi wengine wote waanze kutangulia kinachofuata. Mheshimiwa Rais, nitakuomba uendelee kubaki. Niwaombe wakuu wa vyombo na viongozi wengine watangulie kuelekea kwenye kituo kinachofuata. Wakati huo nitakuomba Mheshimiwa Rais uangalie zile turbine 9 zinazozalisha umeme kama ambavyo zimeonekana katika video hii. Egypt delegation, please request your pleasure to proceed to the vehicles towards the meeting place. Please, Egypt delegation, please, we request your pleasure to proceed to your cars and proceed to the meeting place, please. Mheshimiwa Rais, kama unavyojionea, hii ndio mitambo yetu 9 ambayo kuanzia namba 1 mpaka namba 9 ya kuzalisha umeme. Na Mheshimiwa Rais, juzi tumewasha laini ya Chalinze Dodoma, ambapo ni uwekezaji kilomita 517. Ilipowaka tu laini ile, tumeona demand katika peak hours ikiwa kubwa, ambapo hapo kabla ya laini ile kuwaka, Mheshimiwa Rais, ili peak demand na megawati 2100 hivi, lakini baada ya kuwasha tu demand ikaenda kwenye 2280 na ndipo ikabidi tuwashe mashine ya 5 hapa. Kwa hiyo kwa sasa zina rani mashine 5, lakini zote 9 ziko tayari. Pale ambapo demand itaongezeka, tuna uwezo wa kuwasha mashine zingine na kuweza kuevacuate umeme mwingi zaidi kutoka katika kituo hiki, Mheshimiwa Rais. Okay. Na maintenance ya hizi turbine kila baada ya muda gani? Whether ina run au hairani? Sasa hivi tuko kwenye kipindi cha uangalizi na mkandarasi, lakini hizo mashine za kielektroniki, kwa hiyo vitu vingi vinakuonyesha hiki kina default, kina nini. Okay, fine. Haya. Asante Mheshimiwa Rais. Tukio linalofuata sasa ni kuelekea katika eneo ambalo utapata kuona view nzima ya
endesha kwa umeme. Piga kwa umeme. Endesha kwa umeme. Mama kana mwanao. Wapi simu Nyerere? Samata. Piga kwa umeme. Endesha kwa umeme. 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 Masai. Mama ongea na mwanao. DJ Sweet Lady. Nimeamini uongozi kweli upangwa na Mungu kaletwa Mama Samia aje kuongoza Tanzania. Kina mama Mama Samia anaweza. DJ Sweet Lady. Samia chapa kazi, utapata lako fungu, utapata lako fungu. Kama mnavyoona msafara wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan unapita juu ya daraja, maana yake ni kule mbele kama mnavyoona kwenye screen mnaweza kuona, lakini wale ambao wako jukwaa kuu wanaweza kuangalia upande wa kushoto. Kule kunampa nafasi ya kuona na kuangalia bwawa, lakini mitambo kwa upande wa chini. Burudani inaendelea.
mafanikio, sasa ni mafanikio, sasa ni mafanikio, sasa ni mafanikio, sasa ni mafanikio, sasa mambo wera wera, sasa mambo wera wera. Vyombo vya ulinzi na usalama wanawasili. Wao waliambatana na Mheshimiwa Rais chini kule kwenye uzinduzi na sasa wametangulia jukwaa kuu. Karibuni sana viongozi wetu. Pamoja nao ni naibu wa waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko. Masamia chapa kazi, Masamia chapa kazi, Masamia chapa kazi, Masamia chapa kazi.